Na mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, jina langu ni Ezra John. Leo hii niko hapa katika soko la Kumbuga wilayani Ngara. Nipo tayari kukuletea habari za biashara, na hivi nazungumza na mfanyabiashara ama mjasiriamali mmoja ambaye amejikita katika kufanya biashara yake katika soko hili, ili mradi tu kwamba havunji sheria. Bwana kaka, mambo vipi? Safi kabisa. Wanakuita nani? Mimi kwa majina naitwa Peter Tofili, mzaliwa wa Kumbuga, Rusumo. Unaweza kumwambia Mtanzania kwamba unajishughulisha na biashara gani hapa katika hili soko? Mimi upande wangu ni mjasiriamali mdogo, pia najishughulisha na kilimo. Leo hii ukipewa nafasi ya kuzungumza na kiongozi kuanzia ngazi ya kata mpaka wilaya, una kipi cha kumwambia kuhusiana na mazingira ya eneo ambalo mnafanyia biashara? Mimi labda cha kuongea, mazingira kiujumla sio mabaya sana, maana ni mazingira yetu ya kazi, tunafanya hivyo kulingana na mitaji yetu midogo. Kwa hiyo unachopata ni hicho kinatosha, kwa mazingira sio mabaya. Kitu chochote ambacho unahisi labda kinatakiwa kuboreshwa katika mazingira yako ya ufanyaji biashara ni kipi? Labda cha kuboresha, labda kama soko likijengwa labda hapo, alafu pia usafi hautoshi. Labda hapo kama tukipewa hata mikopo, maana sisi tuna mitaji midogo, hapo tunaweza tukashukuru. Umezungumzia kwamba suala la usafi halitoshi. Kuna namna sasa ambayo mnafanya au umeshawahi kufikiria kukaa kwenye vikao kama wajasiriamali na wafanyabiashara, mkafikiria mkatenga siku ambayo mnaweza mkakusanyikana kwa pamoja na mkafanya usafi? Hapo labda uongozi, maana sisi tunatozwa shilingi 500 kwa ajili ya ushuru wa soko. Kwa hapo tujajua kama kuna percent ambayo inatakiwa kutolewa kwa ajili ya usafi. Ushuru hiyo shilingi 500 mnatozwa kwa muda gani? Ni kila siku ya soko, Alhamisi, Jumapili. Lakini kwa uongozi hamna siku ambayo imewatangazia kwamba kuna siku fulani lazima mkusanyike, mkutane kwa ajili ya kufanya usafi na kuboresha maeneo yenu mnayofanyia biashara? Labda uongozi wa soko, kuna watu baadhi wameteuliwa kwa ajili ya kufanya usafi, pia wanalipwa, lakini kuna wakati mwingine unakuta usafi hautoshi. Lakini vipi sasa kuhusu usalama hapa sokoni? Hamna vitendo vya wizi na udokozi kwa wafanyabiashara ama watu wengine ambao wanaweza kaja labda kutoka sehemu zingine? Hayo mambo hayatokei? Hapana, upande wangu kwa kweli ninavyoona soko, maana kila siku ya soko na kuwepo, sijawahi kukutana na hilo jambo, maana tunakuja, tunaweka bidhaa zetu, tunatoka saa moja, mambo yanakuwa ni mazuri. Nikushukuru. Asante sana. Na mara baada ya kuzungumza na mjasiriamali huyo, na sasa hivi namkamata mjasiriamali mmoja tena hapa mwingine, Fazangu hapa yuko amepoa vizuri, anaendelea na shughuli zake ambazo zimemleta hapa. Lakini nikumbusha tu kwamba nyuma ya kamera yupo Ganji Mashaka ama Charming Mama. Faza, habari? Nzuri. Vipi mwenendo wa soko na biashara katika hili soko unauonaje? Mwenendo ni mzuri kidogo, sio sana. Kwa nini kidogo sio sana? Uchumi umesharudi nyuma. Sasa leo hii ikatokea umepewa nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, inaweza ikawa ni ngazi ya kata na kuendelea, kuhusiana na ufanyaji wenu wa biashara hapa mazingira yenu, ni kipi ambacho unaweza ukakiwasilisha kwa uongozi? Kwa mfano hao viongozi wakija tukaongea nao, tunaweza tukapata labda faida kwao, wakituelimisha vizuri. Lakini ambacho unategemea kiweze kuwa kama tamko kutoka kwa viongozi ni kitu gani? Kitu labda kama sisi tuwafanya biashara, angalau tukipata hata kama mkopo kutoka kwa viongozi, tukafanya biashara ikasonga mbele, hapo kwa bora. Kwa ishu ya mkopo, umesema kwamba mkiweza kupata mkopo angalau kutoka taasisi ambayo inahusika, lakini nyie kama wafanyabiashara ama wajasiriamali katika hili soko, mmeshawahi kuliongea hilo jambo nyie kwanza, alafu mkalifikisha kwa uongozi, alafu muone kwamba viongozi wanafuata mchakato gani? Tulikuwa bado hatujaongea kweli. Umezungumzia kuhusu kwamba kuna elimu kidogo inatakiwa. Unahisi ni elimu ya namna gani ambayo unatarajia au unahitaji ama ungependa ikufikie kulingana na hii biashara yako unayoifanya? Hii biashara mimi ninayoifanya, elimu naiweza kuitaka kwa sababu nakuta
mfano mtu umepata mtaji, lakini maelekezo ya ule mtaji unakuta, kwa mfano unafanya mtaji kama wa mtaji wa milioni 1, lakini maelekezo unakuta haendi vizuri. Labda tukipata viongozi wa kutuelekeza namna ya kufanya biashara na mitaji yetu kudumu katika biashara, na inakuwa bora. Umekuwa katika hili soko kwa muda gani sasa? Sasa hivi ni mwaka kama wa 3 hivi. Mwaka kama wa 3, changamoto, mazuri, mabaya yote unayajua? Kilio kikubwa cha wafanyabiashara katika hili soko ni kipi? Kilio kikubwa cha wafanyabiashara ni kuomba msaada kwa viongozi, kwa sababu kwa wakati mwingine unakuta soko uchumi unadorora, biashara haiendi vizuri kulingana na mitaji ambavyo tunafanya mitaji, lakini kwa wakati mitaji inaenda inapelena ishiria. Ndio maana tunaomba hata kama katika uongozi wanaweza kutupa msaada, kutuongezea kama mkopo, tukapata biashara ikaweza kusonga mbele. Nikushukuru na nikutakie biashara njema na Mungu akubariki fadha. Naam, ni mfanyabiashara katika soko hili la Kumumbuga ambaye ametoa hisia zake na ameweza kuzungumzia hali ya usafi ilivyo na mwenendo mzima wa ulinzi ama usalama katika soko hili. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Ezra John na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV.